consistent to the purpose. Kama hautaelewa unakoelekea, lazima utapotea tu. Lakini kwa kuwa taifa limekusha set dira ya wapi tunataka kuelekea, sote tufuate hapo. Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba yoyote kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yoyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anakotokea. Kamwe asiharibu amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, ndugu wa Tanzania, nimeona nizungumze haya machache kwamba imezuka tabia ya kutafuta sifa na kutafuta huruma kwa Watanzania baada ya kufanya mambo yasiyofaa. Tusiwe washabiki hata kidogo kwa tabia hizi ambazo si njema na ambazo tukiziruhusu zinaweza mwisho wa siku zikasimamisha taifa na tukaanza kuunda upya amani iliyopo. Tuheshimu zile R4 ambazo ameziasisi Mheshimiwa Rais na ambazo tunaamini ndio msingi mkubwa wa kulijenga taifa letu. Na kama hujazielewa hizo, ni muhimu pia kufuata taratibu zingine za kisheria ili kuweza kufikia katika yale ambayo taifa linaweza kuwa limejikita huko katika kuhakikisha tunalikuza, tunalijenga na kuweka mshikamano ambao utadumu leo na hata baadaye. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, mkawe mabalozi wazuri kwa watu wote kwamba huu sio wakati hata kidogo wa kuitana kutoka mahali mbali au kutoka sehemu zote za Tanzania ili kuzungumzia agenda ya kufanya vurugu au kuzungumzia agenda ambayo ni nje na agenda za kitaifa. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nawashukuruni sana na asanteni sana, na kama kuna mtu ana swali basi karibuni sana. Asante. Mheshimiwa RC, kama nimekusikiliza vizuri, umesema muda si mrefu mtatoa taarifa kuhusu maeneo yote ambayo mnadhani hayawezi kufanya siasa. Ina maana mpaka sasa mlikuwa hamjatoa taarifa juu ya eneo la Kariakoo, na kama mlikuwa hamjatoa taarifa, ni kwa nini mmekwenda kuwakamata watu kwenda kufanya mkutano wakati mlikuwa hamjatoa taarifa? Ndugu waandishi wa habari, nafikiri nyie mnafahamu ya wazi kabisa kwamba ili uwe chama cha kisiasa zipo taratibu, zipo sheria, zipo kanuni ambazo unapaswa kuzifahamu hata bila mtu yoyote kukufafanulia. In order to be called a political party, there are some of the principles, some of the laws that you must be aware with before any person else to tell you, to narrate to you, or to promulgate or to gazette anywhere. Na kwa mantiki hiyo, kwenye maeneo kama ya hospitali huwa tunabandika vibao, hauruhusiwi kupiga kelele, hauruhusiwi kupiga honi, tukitarajia vibao hivyo vinamuonesha anayejua kusoma aangalie na aweze kusoma na achukue hatua. Maeneo ya jeshi huwa tunabandika vibao, huruhusiwi kupiga kelele, huruhusiwi kutupa taka, pamoja na maeneo mengineyo. Eneo la Kariakoo, ndugu waandishi wa habari, kama mliona siku chache zilizopita, limekuwa ni eneo ambalo baadhi ya watu pia wanalalamikia kwamba limejaa sana. Kuna klipu nyingi zinaruka, na kwa mantikio tumeendelea kutumia nguvu nyingi kulinda rasilimali za watu na kulinda maisha ya watu wake. Ninapozungumzia kwamba tutatoa maeneo hayo, nazungumzia uradidi wa kutoa taarifa, repetitive, kwa maana ya kurudia tena kwa wale watu ambao hawana maarifa ya kufahamu kwamba yapo baadhi ya maeneo ambayo kwa nini usiende Lugalo kufanya mkutano wa hadhara? Kwa nini usiweze kwenda hospitali ya Mwananyamala kufanya mkutano ya hadhara? Ni kwa sababu maeneo hayo ni protective. Kwa